90% ya waliookoka wanaokopa hukumu ya Mungu itishayo. Na ni kweli inatisha. Maandiko yanasema ni jambo la kutisha na kuogofya kama nini? Kuanguka katika mikono ya Mungu. Sio kuanguka katika yani kutoka kwa mikono ya Mungu, kukamatwa Mungu akakukamata. Mtu mmoja anaitwa Jonathan Edwards, mwinjilisti wa zamani wa miaka 1800 na aliwahi kuhubiri ujumbe mmoja wa hatari ulifanya watu wakaokoka kama vichaa, unaitwa mtenda dhambi katika mikono ya Mungu mwenye hasira. A hungry God. Ilikuwa ndo somo la siku hiyo. Akaeleza akaanzia kwa Adamu na Eva walivyokuwa bustanini wakamkosea Mungu. Mungu aliyekasirika akuangalia uso wao. Aliwavalisha nguo lakini aliwafukuza bustanini. Ni Mungu aliyekasirika. Anaweza akakurehemu lakini asirehemu kila kitu. Aliwasamehe hadi akawavika nguo lakini akuwarudisha bustanini. Mtenda dhambi kwenye mikono ya Mungu aliyekasirika. Hilo ni somo. Akaja wakati wa Nuhu, akaelezea watenda dhambi wakati ule walivyoshindwa kuhimili hasira ya Mungu. Mungu akasema moyo wangu hautashindana na mwanadamu. Siku zake zitakuwa miaka 120 tu. Kutoka kwenye 900 na kitu waliokuwa akiishi. Mtenda dhambi kwenye mikono ya Mungu mwenye hasira. Sodoma na Gomora ni mfano wa mtenda dhambi kwenye mikono ya Mungu mwenye hasira. Taifa zima la Amaleki ni mfano wa mtenda dhambi kwenye mikono ya Mungu mwenye hasira. Mungu anasema chinja wote hadi watoto wanaonyonya ambao hawajui chochote. Mtenda dhambi kwenye mikono ya Mungu mwenye hasira. Petro alipokuwa anaona watu wanakuja kuokoka, aliwaambia, nani aliyewaambia muikimbie? Nani aliyewaonya muikimbie hasira ya Mungu, ghadhabu ya Mungu inayokuja? Nafikiri ni Yohana Mbatizaji. Watu walipokuwa kija mbio wanakuja kubatizwa, wanaambia, nani aliyewaambia? Nani amewaambia kwamba Mungu kuna hasira ameitunza? Anawasubiri. Hajamaliza kuhubiri, watu wanakuja wanalala chini wanalia, Mungu ni rehemu, Mungu nisamehe. Sisi tumezoea dhambi kiasi kwamba tumeshatengeneza hadi sala na maombi ya siku yanayohusisha kujitakasa. Yaani hivi, Baba nakuja mbele zako usiku wa leo, nikisema sina dhambi najidanganya. Nimekosea huenda kwa mawazo, kwa maneno, au kwa matendo, au kwa kutotimiza wajibu. Kwa hiyo Baba nakuja mbele zako, sijihesabii haki. Huenda kuna mambo nimeyafanya siyajui, huenda. Unatubia usiyoyajua. Maana yake wewe unajaribu kuwa mjanja, kuwa smart kuliko Mungu. Wewe ni mtenda dhambi mjanja. Usiyetaka kuwajibika. Kubadilika utaki na kubali kwamba kuna hiki na hiki pia utaki. Kwa hiyo unajaribu kumweka Mungu yeye atafute dhambi iliko. Baba, huenda katika kuongea kwangu nimejikwaa. Huenda katika kuwaza kwangu nimejikwaa. Huenda katika siasa hizi. Hivi unaweza kutenda dhambi? Wewe unaweza hivi kutenda dhambi ujui? Kuna mtu ambaye hajui dhambi aliyofanya? Nataka kuniambia nini? Ukiona ujui dhambi uliyofanya, hujafanya dhambi. Hujanielewa. Ukiona wewe mwenyewe uoni dhambi uliyofanya, moyo wako haukuhukumu, hakuna dhambi ulio. Nitakuelezea mfano mdogo. Yesu alipoingia hekaluni akatandika watu viboko. Unafikiri Yesu alitoka pale anahukumiwa moyoni, najisikia vibaya leo nimechapa watu viboko? Unafikiri Yesu alijisikia? Kwa sababu sio sababu iliyompelekea kuchapa viboko watu, sio kwa sababu ana roho ya hasira. Ni kwa sababu ya wivu wa nyumba ya Mungu. Haiwezekani nyumba ya Bwana ikawa hivi. He was doing kitu ambacho ukiangalia kwa nje ni kama hana nidhamu hivi, hana adabu, hana utaratibu, hawezi kuongea na watu kwa upole, lakini nia ilikuwa njema. Kuna mahali unaweza ukakosea kwa watu lakini hujakosea kwa Mungu. Na wala moyo wako usiwe na hiyo shida. Sasa pale alivyotufokea, sijapenda, hujapenda wewe. Yeye wala hajasikia, ameona ameongea na wewe kawaida. Hapo sio kaika siasa, labda kuenda baba katika kuongea kwangu nimemkwaza mtu. Hujamkwaza, umemfikishia ujumbe. Ndio maana wewe usikii kama umemkwaza. Yeye akija akasema, "Yeye jana pale poongea uliniumiza." Namwambia, nisamee, sikujua. Yangu ilikuwa njema. Na kama kweli ilikuwa njema, wala huyu atakuelewa. Nakumbuka nilipokuwa mchungaji kijana zaidi miaka 7 iliyopita. Sasa hivi ni kijana lakini zaidi nyuma. Nilikuwa naweza kuongea maneno magumu katikati ya kusanyiko mbele ya watu wenye umri wa miaka 50, miaka mingapi. Nikirudi nyumbani najifanyia tathmini, nasema Mungu wangu, hivi watarudi Jumapili ijayo? Wanakuja na watu wengine wakubwa wenzao. Kuonesha kwamba wala hawajajali, wameelewa. Ukitenda dhambi unajua.
Ukisema maneno yasiyo na adabu unajua. Wala uhitaji kusema eti kama nimekosea kwa maneno, kama nimewaza vibaya. Ili uwaze vibaya lazima uwe umesikiliza au umetazama kitu kichafu kikahamasisha kukupeleka kwenye ulimwengu wa kuwaza vitu visivyofaa. Kwa hiyo unaweza ukaelewa. Wala sio sema uenda katika kuwaza kwangu. Uenda wapi? Uenda wakati wewe hujui. Kama hujaangalia chochote ambacho ni kichafu kitakachohamasisha uchafu, au uwezi ukawa umewaza uchafu. Leta siasa za